Linalohitaji sadaka usilipelekee maombi. Na hapo ndipo wana maombi wengi wanapojikuta wanapishana na baraka, akitegemea maombi kuliko kanuni nyingine zote. Bila sadaka hakuna baraka, na sadaka iwe na sifa zifuatazo: moja, iweze wewe mwenyewe kukufaidia kwa kitu cha maana. Namba mbili, iuguse moyo wako ili ipate kugusa moyo wa Mungu, maana kama hakina thamani moyoni mwako hakiwezi kuwa na thamani machoni pa Mungu. Namba tatu, uwe umeitoa kwa moyo, usiitoe kwa malalamiko. Sasa sadaka yote unaitoa kwa malalamiko, bora usingefanya nini? Usingeitoa. Kwa hiyo kama huna moyo wa kutoa kwa furaha, kwa changamko la moyo, huna sifa ya kutoa. Ukitoa umetoa mchango, hujatoa sadaka. Moyo wa kuchangamka na kupenda, sio kwa kulazimishwa. Sadaka ya thamani ambayo inaweza ikawa ya kitu kikafanya kitu cha thamani kwako wewe mwenyewe, na sadaka inayoweza ikaugusa moyo wako ili iweze kugusa moyo wa Mungu, hapo unakuwa umetoa sadaka. Kwa sadaka watu wamepona magonjwa za namna hiyo. Kwa sadaka watu wamepata kazi. Kwa sadaka watu wamepata vyeo. Kwa sadaka za aina hiyo watu wamepata mitaji. Kwa sadaka za aina hiyo watu wamefanikiwa na wameinuliwa. Kwa sadaka za aina hiyo watu wamekuwa wakubwa juu ya uso wa nchi. Kwa sadaka za aina hiyo watu wamebadilishiwa maisha. Hakuna aliyeko juu ya kanuni ya utoaji. Usije ukasema mimi nimefikia kiwango cha mchungaji, kwa hiyo niko kiwango cha juu cha kutoa sadaka. Wafa. Nobody is above giving. Fungu la 10, sadaka, dhabihu zako, hakuna atakaye kuwa overqualify isipokuwa tu mtu mmoja. Haruhusiwi yeye amevuka kiwango hicho, hatoi sadaka. Mtu ambaye hana mpango wa kubarikiwa, huyo mtu ambaye hahitaji baraka, hahitaji kutoa, huyo anaruhusiwa kukaa na sadaka zake, kwa sababu hata Mungu alipotutaka sisi alifanya nini? Alitoa. Upendo wowote, nampenda Yesu, nampenda Mungu, nampenda yule msichana, nampenda mke wangu, kama hakuna kutoa ndani ya huo upendo, ni makelele na usumbufu. Upendo wa kweli wowote unakutoa ndani yake. Where there is love, there is giving. Kwa sababu sifa ya upendo, anaandika Paulo mtume, anasema upendo haujitafutii mambo yake wenyewe. Love is sacrificial in nature. It does not seek and look and hustle for its own. It seeks, hustles and look for others. Yule unayempenda ndio unamtafutia kwa ajili yake, you sweat. Kwa ajili yake unahangaika, unatafuta, unapata, ili kumwonyesha upendo. Kwa sababu upendo sio hisia. Upendo ni kanuni ya wajibu wa kudumu wa kuthamini, kujali na kutunza siku zote. Kwa Mungu ni hivyo hivyo. Huwezi ukaenda kwa Mungu unampigia kelele. Mungu anahitaji upendo kwa vipimo vinne. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Wale watu wa moyo, nimekupa moyo wangu wote. Kwa nguvu zako. Nguvu sio hizi za kwamba uende ukasukume mabenchi. Mbinguni hakuna mabenchi ya kusukuma. Ni wewe kufanya kazi, halafu kumwonyesha Mungu, nguvu zangu hizi hapa nimekuletea, na kupenda kwa nguvu zangu. Nimekuletea nguvu zangu. Na kwa akili yako. La pili linalofuatia, mpende jirani yako kama nafsi yako. Ukimaliza hayo, maandiko yanasema juu ya mambo hayo hakuna nini? Sheria. Yaani ukimpenda Mungu kwa sifa hizo alizozikwambia, akili, moyo wako wote, akili yako yote na nguvu zako zote,
Alafu kampeni na jirani yako kama nafsi zako, anakwambia huna tatizo, unaenda mbinguni. Upendo ni matendo. Hakikisha huleti mchezo na upendo wako kwa Mungu. Wekeza kwenye sadaka zako na usiziletee utani. Sadaka sio kitu cha mchezo. Wenzako wanatoa watoto kafara, wanatoa wake waume kafara, wanatoa wazazi kafara, wanatoa mali na vitu kafara. Usimzuilie Mungu sadaka zako kama unataka kubarikiwa kweli. Labda kama una mchezo na maisha, ila kama kweli unazitaka baraka, usimzuilie Mungu sadaka zako. Nimefika mahali hapa tu, nilipoingia tu mlangoni, nimeketi pale kwenye kiti, nilikuwa na uvimbe hapa, hadi mishipa ilikuwa inauma, inavuta. Nikiwa nakuja hapa mishipa ilikuwa inavuta kabisa. Mishipa yaani ilikuwa imejitanda tu mtandio. Lakini baada ya kukaa pale, nakuja kushtukia kuangalia hivi uvimbe hakuna tena.